tumeweza kuona Esma Patam alivyoweza kufunguka vitu vingi na kuweza kumpa sapoti nyingi bibi ya Zuchu kwenye kila kitu ambacho amekuwa akikipitia katika maisha yake. Kuna baadhi ya watu wengi wamekuwa wakimdhihaki na kejeli nyingi, lakini bado hakuweza kukata tamaa, kwani alihakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora zaidi. Najua kuna wengi walitamani sana kuweza kuona maisha ya bibi ya Zuchu yakiingia katika hatari kubwa, lakini mambo yanabadilika na mara zote wanatamani kuweza kuona bibi ya Zuchu akiwa kwenye furaha na amani tele katika kila hatua ya maisha ambayo amekuwa akipiga. Sasa hiki ambacho kilichoweza kwenda kutokea siku hii ya leo kimeweza kuibua maswali mengi juu ya watu ambao wamekuwa wakizungumza juu ya maisha ya bibi ya Zuchu, na wengi wao wakasema ya kwamba wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu kuna vingi ambavyo vimeweza kutokea na kila mtu alitamani kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa, maana kuna vingi ambavyo kila mtu anatamani kuweza kujua namna ambavyo hili sakata zima litakavyoweza kuisha, maana kila mtu anaamini ya kwamba Zuchu ni mwanamke bora na ni mwanamke mwenye akili na utulivu kwenye maisha yake. Haijalishi watu wamekuwa wakimzungumzia vipi, lakini yeye kama yeye aliweza kupambana na kuhakikisha anatengeneza maisha yake ili kuweza kuwafanya watu wengine waweze kuelewa zaidi. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo, na kwa upande wake ameweza kufunguka na kusema ya kwamba atapambana kuweza kuhakikisha maisha yake yanakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, licha ya watu kuweza kumzungumzia vibaya, ila naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakwenda kuwa sawa kabisa. Bwana, mambo ni mengi, alafu muda ni mchache. Mimi wacha nikusii kitu kimoja, kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia.